Bongo Plus TV na 96 linki capsule kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Bahati nzuri sana leo niko na mzee wangu hapa, mzee Mohamed Said, na mambo mengi sana kuzungumza naye, na nafahamu jana kuna taarifa ambazo zilitoka kwa maana ya makamu wa rais kutangaza kujiuzuru nafasi yake ile, na nikasema kuna haja ya kumfuata mzee wangu hapa tupate katika historia hasa ya nchi yetu ya Tanzania, mambo kama haya kitokea huwa inakuaje hasa, na maoni yake katika hili imekuaje hasa. Emmanuel Nchimbi jana ametangaza vile kujiuzuru, na bahati ambayo tukua bado taarifa hazijathibitishwa, lakini jioni pia tukaona kupitia peji ya Ikulu ikathibitisha kwamba Mheshimiwa Rais pia ile taarifa ameipokea na ameweza kuikubali ile barua. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Habari yako bwana? Safi, heri. Heri bwana. Naona leo shati fulani hivi ambayo sije kukuta nayo hii. Hii ilikuwa sare uniform ya TANU Youth League. Hii kwa hii rangi. TANU Youth League ilikuwa namna hii bwana. Wakati wa harakati ya kutafuta uhuru. Hii ndio ilikuwa rangi yao bwana, TANU Youth League. Nimevaa makusudi leo kukutisha wewe. Ujue kama mimi nimetoka kwenye Youth League. Mimi mtu wa TANU Youth League bwana, usinione hivi bwana. Kumbe haikuwa kijani ile ambayo tunaidania ile mkolezo sana hivi. Sawa. Lakini na hii yani kijani, kuna kijani mkolezo ambayo ndio hii ambayo tunajua tumezoea, na kuna kijani hii, lakini zote ni kijani. Ila hii mnavaa watu wazito hii. Hapana. Leo nimesema Victor. Unajua msikilizaji, Victor sijui hata niseme, sijui ananitafuta nini. Victor mambo yote mazito, basi alfaji hata sijaamka kitandani kisha nipigia simu. Mzee Mohamed, asalamu alaykum. Wa salamu. Nataka tuje tufanye nini? Hebu tulia kidogo. Tukishutulia ili jambo tukolishapoa. Sasa unapenda jambo la moto moto. Mara ya mwisho ananiambia tuzungumze habari za vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi. Kaambia bwana Victor, hebu tulia bwana kwanza bwana. Tulia tuwasikilize viongozi wetu wanasema nini. Asema mzee, tukitulia ile habari itakuwa tena chapoa. Tuakujua kwa nini imetokea hivi. Huyu Victor. Lakini uzuri sisi tunazungumza katika mazuri, lakini alhamdulillah anajua busara zako. Ndio ndio hii maana yake watu tufahamishane. Tufahamishane. Vipi tumefika hapa? Nini makosa yetu? Tungefanya nini? Tufanye nini? Ndio hivyo. Naam. Pengine hasa tukiingia moja kwa moja kwenye hili, taarifa za jana za makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzuru nafasi yake ya makamu wa rais, ulivyozipata hizi taarifa? Kwa kweli hasa zilikuwa taarifa za namna ipi hasa? Nimepigwa simu na radio station moja kutoka Shinyanga. Alafu inaitwa Jambo. Jambo. Nikamwambia bwana, hebu tulia kwanza bwana. Mzee Mohamed, ile Jambo bwana dhahiri bwana tufanye kipindi. Hapo kwa hapo maana hapo yuko hewani, anataka twende mubashara. Naambia bwana, nyinyi waandishi wa habari, kwa nini mmekuwa kama wanga nyinyi? Si unajua wanga ule wachai wanatembea usiku. Akupita nyumbani kwako, akipita nyumbani kwako si unaamka unaumwa. Ndio kama mnakuwa kama wanga. Mzee, hii hakika waka gani? Huoni kwenye mtandao? Kasa wewe unaamini mtandao? Wewe mtandao wasa wewe unanipigia simu kwa habari ya mtandao. Akasema mzee, hii yenyewe hii utakuja kuniambia. Kama bwana, haya kitu hapo nikamkatangambe, sasa tusubiri kidogo. Tusikilize kwanza. Vinginevyo sisi tutaathirika. Je, iwe si uongo ile false news na ni fake news itakuwaje? Nimekaa hata si moja poa, East African Television now. Mzee Mohamed, tunataka tufanye kipindi. Kuhusu nini? Mimi najua nauliza tu kishabiki kuhusu nini? Anasema kuhusu Mheshimiwa Nchimbi. Makamu wa rais amejiuzulu. Nikamwambia una uhakika? Anasema yeye mbona hii dunia nzima najua. Yuko kwenye mtandao. Nikamwambia na mtandao. Watu wanafanya jambo kwenye mtandao nasema kweli. Baadaye anakuja kusema hiyo bwana fake news. Anasema mzee, hii yenyewe. Nikamwambia haya. Saa ngapi kipindi? Akanambia usiku saa 1. Haya, tukafanya kipindi. Lakini cha kusema ni kuwa kidogo mimi nimesikitika. Na nikasema kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu mtu ambaye angestahili kutupa taarifa, kuwapa wananchi taarifa, huyu ni kiongozi mkubwa namba 2. Namba 2 katika serikali. Namba 2. Yaani angeweza makamu rais anapokuwa hayupo
yeye ndo anashika madaraka yale. Sasa vipi serikali haikutoa taarifa? Sisi wananchi tunasoma taarifa kwenye mitandao, na mitandao haina hadhi hiyo ambayo tunataka iwe nayo, kwa sababu mtandao mtu kajifungia nyumbani kwake anaandika anachotaka, hana mhariri yeye. Lakini ndio ikawa habari za kweli. Manake tumeanza kusikia afu kuja kuambiwa, na mpaka sasa hivi serikali bado kimya, haijatoa statement. Wao wamesikia wamesema kitu. Kupitia Ikulu jana Mheshimiwa Rais alitoa taarifa kwamba amekubali ile barua. Baada ya yeye kaisoma mtandani, ulifika kwenye wewe huwezi kujua. Na kuna swali ambalo wewe huwezi kujua, limefika kwenye meza yake. Wewe huwezi kujua hilo. Sawa. Lakini sidhani kama ni mtindo mzuri. Si mtindo mzuri wa kupishana habari wa. Naam bwana. Pengine hasa kwa namna ambavyo ulivyoona Nchimbi alivyokuwa na uongozi wake ndani ya serikali, hasa kuna watu ambao wameshtuswa wakasema kwamba mbona kama ni jambo ambalo ni zito sana kwa Gen Z, hasa generation ya sasa hivi. Kwa nyinyi hasa katika uongozi, hasa mambo kama haya yakitokea inakuwaje, hasa hata huko nyuma pia? Ukiwata Gen Z unanitisha. Ukiwataja Gen Z kwa sababu nyinyi wenyewe mjione huruma kwanza hiyo. Si nyinyi wenyewe Gen Z hamuonee nafsi zenu huruma, na wala hamtuonee huruma sisi wazee wenu. Hili jambo ni zito, na naweza kusema mimi nikitegemea kuwa huu mwendo ninauona mwisho wake unaweza kuwa hivyo, kwa sababu nimesikia hotuba mbili za Mheshimiwa Nchimbi anazungumza na CCM, na zile hotuba unapata picha kuwa mwanangu mmoja juzi kanisifia akasema, baba wewe unaweza kuzungumza saa 2 usitie hata neno moja la Kiingereza. Na kama sasa neno la Kiingereza hivyo, kwa sababu mimi Mswahili na mimi Kiswahili nakijua, nitie Kiingereza cha sasa bwana. Lakini hii ni kama msemo tu. Kuzisikiliza zile hotuba za Mheshimiwa Nchimbi nikasema all is not well. Mambo hayako vizuri, kwa sababu sio hotuba ambazo tumezoea kuzisikia. Alafu mwenyewe ninakaa nasema kwa nini hizo hotuba zinakuwa namna hii? Sasa mimi tofauti na nyinyi Gen Z, nyinyi mmuona Mwalimu Nyerere, nyinyi si mnamsikia tu, na pengine labda hata hao wanataka kumueleza Mwalimu hawajamueleza Mwalimu kwa ile sifa ambayo anastahili. Mwalimu alikuwa kiongozi. Mwalimu alikuwa hana maskhara katika mambo ya nchi. Mwalimu azungumzi mwingine, Mwalimu akazungumzia peke yake. Hazungumzi mtu mwingine. Kuwa kulikuwa na namna ya nidhamu. Sasa siseme kama hivi ndio ilivyo, kwa sababu mambo yanabadilika. Maana nikisema hivi wewe unaweza kuniambia demokrasia ilikuwa ndogo wakati ule, ndio hali ilivyokuwa wakati ule, hakuna kulaumiwa kwa vile ndio ilivyokuwa itakiwa kwa vile. Sasa demokrasia imepanuka. Zamani magazeti mawili tu, matatu. The Nationalist, Uhuru, Tanganyika Standard, alafu kaja tukalichukua na ile Daily News. Ikawa magazeti yote matatu, yote ya serikali na chama. Wewe utatia neno lako wapi? Unaweza kusema hivyo. Na tulaumu kwa sababu tumekwenda fika wakati kuwa kuna vyombo huru hakuna mtu aliyezuia, na Mwalimu alikuwepo na vyombo huru vikawepo. Sasa unaweza kusema hali ile ndio ilikuwa hali ilikuwepo. Lakini sasa kufika hali kuwa kila mtu anasema, na yanayosemwa pengine hayapendezi upande mwingine. Sasa imekuwaje? Sisi watu wa kizamani tunaona hii, hebu tutizame mwisho wake itakuwa nini. Ukienda kwenye mtandao ukisikiliza zile hotuba za makamu wa rais, unajua kuwa hali si nzuri. Lakini unaweza kusema vile vile kuwa kuna nini sisi hatuwezi kujua nini kinavuruga. Lakini kwa uchanganuzi wa haraka unaweza kusema nchi yetu imepitia, kwa kweli imepitia mtihani mikubwa, si midogo. Mwalimu wakati wake mambo yalikuwa
yametulia. Tuko wenyewe sisi, hata wa CCM walikuwa 5 wa CCM ni wao wenyewe, kama wanagombana mtu na ndugu yake wenyewe kwa wenyewe. Lakini wakati mwingine wanakasirikiana na mfukuza mtu chama. Kwa huyo utufai kwa sasa. Umeshasikia kina Anangisia walifukuzwa chama hao, kwa sababu sasa hii tena imefutu ada hii hatuwezi kukustahamilieni. Sasa tumeingia mahali kuwa ile imekuwa historia. Sasa CCM, watu wengine nasema, jana kaniuliza kijana kwenye kipindi cha East African, ananiambia au kuna mpasuko. Kazungumza au kuna mpasuko. Sasa nataka mimi niendeza pale, nikamwambia hiyo mpasuko umesema wewe. Victor, ni kwa tumetoka kwenye nchi inapitia mitihani mingi, lakini inshallah tutavuka. Kwa sababu atakuja kiongozi mwingine, nadhani kile kiongozi mwingine haya yatatengenezwa, na nadhani wenyewe vile vile wanajiuliza kwa nini kuna hili na kuna hili. Kwa sababu kwa kweli ukitizama uongozi wa Mama Samia, watu wengi sana kwa wanabadilishwa. Nani usalama wa taifa, waziri mkuu, unajua wanabadilishwa. Sasa lazima kutakuwa na kitu. Lakini mkisema kitu kimoja, lakini na kuna rafiki yangu moja, ni rafiki kwa sababu tu ni rafiki yangu, lakini ni mtu mzima na ni mwalimu wangu, kanisomesha mengi, na ni mtu anayejua sana nchi. Na kafanya kazi kwenye serikali. Nilisema kuwa sisi watu wa bara tujifunze kukubali kuwa kile kiti cha urais hata Wazanzibari wana haki nacho. Kanipigia simu mchana tena kula chakula hapa, asema Muhammad, bwana umenivunja nguvu sana maneno yale. Nani amekwambia kuwa watu wa bara hawampendi rais Mzanzibari? Nikamwambia, lakini bwana, mimi ninachojua Rais Hassan Mwinyi alipata mitihani mikubwa. Imekuwa mpaka gazeti la serikali linamshambulia, gazeti la chama linamshambulia, achilia mbali haya magazeti mengine. Na nikampa mfano sikumpa, lakini nakupa wewe. Mimi siku moja Saleh Ahmed Yahya, huyo alikuwa Ahmed Saleh Yahya, huyo alikuwa mhariri wa gazeti moja linaitwa Africa Events, alipo gazeti likichapwa London pale. Na ile magazeti wengi walikuwa waandishi pale kwa jamaa kutoka visiwani, watu wa pwani. Kaja Dar es Salaam, akaniambia, Muhammad, nataka tunywe chai pamoja leo. Kanipigia simu, kesho tunywe chai pamoja kule mjini, hoteli moja inaitwa Chef Friday. Nikasema hii Marekani hakualiki chakula, lazima awe na jambo lake. There's no free lunch in America. Nimekwenda pale, tumekunywa chai, sambusa, bajia, nini, kababu, tumemaliza. Ananiambia, Muhammad, mbona rais anashambuliwa namna hii na wewe umekaa kimya? Nikasema mimi nani? Sasa Muhammad, wewe unaweza kuandika bwana, ukamsaidia mzee wako. Nikamwambia, bwana niandike nini bwana? Asema andika makala bwana, andika makala. Mimi nikaandika makala. Na ye makala alipa uzito kwa sababu hata ile cover ya ile gazeti limemtoa Mwinyi yuko kwenye meli inapigwa mabomu chini. Haya mabomu ndio leo wenye kumshambulia. Na wakati wa Mwinyi ilitoka kitu kinaitwa pastoral letters, barua za kiuchungaji zikimkosoa Mwinyi na utawala wake. Sasa watu wengine wakachukulia kwa labda kwa sababu ni Mzanzibari. Watu wengine wakachukulia kwa sababu Muislamu. Sasa ndio mimi niliposema hili, yeye rafiki yangu akasema hapana bwana. Wakati mwingine mambo hayaendi vizuri. Lazima watu waseme, lakini fikiria, jua vile vile kuwa wakati wa Mwinyi vyombo huru vya habari, wakati wa Nyerere utachapia wapi? Ulikuwa havikwepo. Kwa hiyo na hilo vile vile uliweka katika fikra zako. Lilichangia pia. Sasa katika hali hii ni kuwa nachosema mimi kuwa tusubiri, tusikie serikali yenyewe na Chama cha Mapinduzi kitasema nini kuhusu hali hii. Watakuja na taarifa gani? Sawa kabisa. Ingawa walituweka karibu saa 12 na zaidi labda za ukimya zile. Azifai. Ziko na maana gani? Watu tunapeana drip tu. Vipi taarifa? Ni ya kweli au imedukuliwa? Sasa hapo ndio maana kaende ni ya kweli au
watu wamedukua nani tu make hao wadukuzi wa ajabu bwana. Ndio. Basi ndio hivyo bwana. Sawa kabisa. Lakini sasa kwa kuweka sawa kihistoria hasa huko ilikuwaje huko nyuma hasa mambo kama yakitokea, pengine viongozi walikuwa kiondoka, hasa hali ya kisiasa ilikuwa Mwalimu ndo alifungua mlango wa nani wa kujiuzulu. Huyu ndo kachana. Mwalimu bado huru tu akasema bwana jiuzulu bwana waziri mkuu na mwachia Kawawa, mimi nakwenda kujenga chama. Watu walistuka, watu wakuzoea ile jambo kama nchi na mwalimu watu wanaye toka 53 wanapigania uhuru mpaka uhuru unapatikana, akakaa kwenye kiti alafu kesho anakuambia mimi natoka kwenye kiti. Unakwenda wapi mwalimu unatoka kwenye kiti, unakwenda wapi? Hii kazi yafanye nani? Unanielewa na mwalimu akatula kipendo sana. Sasa lakini kishindo kikubwa cha hii mtu kujiuzulu ni cha Abu Jumbe. Si Abdu bwana, Abu Jumbe bwana. Mwaka wa 84. Mimi nakumbuka siku hiyo nilikuwa Arusha na hoteli moja inaitwa 77. Hiyo hoteli nadhani siku hizi haipo. Mimi na kawaida, mimi nikiamka asubuhi kitu cha kwanza lazima nikanunue gazeti. Natoka nje pale kwenye muuzaji magazeti naona picha ya Sokoine kasimama. Abu Jumbe huyu Sokoine anamuonyesha Abu Jumbe mlango wa Mercedes aingie. Ndio kisha toka ndani ya mkutano. Hii picha mpaka leo nakumbuka. Na hajabu haijachapu tena ile picha. 84 ilikuwa. Sasa ile ilikuwa kishindo. Lakini nayo vile vile si kama ilikuja vup. Tetesa chini zilikuwa zinasema all is not well. Kama kipindi hiki. Shakespeare anasema all is well, this end well. Jambo mwisho likiwa zuri ndio lishakuwa zuri toka mwanzo wote na sasa ile nayo ilikuwa zito. Manake huyu makamu wa rais sasa sasa watu wengine wanasema kalazimishwa. Leo kanaandikia mtu kanaandikia uzuri wa mitandao bwana haina staha. Wewe unasema neno lako mtu atakuja kusema bwana sikiliza bwana ile ni hivi. Tena wao wanapenda kusema Mzee Mohamed hebu tusikilize na sisi. Aliyekwambia kama alijiuzulu nani? Kaambiwa ajiuzulu. Kila mtu anajikuta hakimu. Sasa ikatokea bahati nzuri mimi Mzee Abu Jumbe alikuwa baba yangu. Mimi nikaja nyumbani kwake kama nakuja kwako. Bila matatizo. Mpaka nikanajuana na wale wasaidizi wake wote. Kulikuwa na Musa na Molel wale wakimwendesha na vile vile walikuwa ndio walinzi wake. Akiwatuma nyumbani kwangu nikiwapa barua nikiwapa nini wanampelekea mzee kule alipewa barua wanaletea. Basi kwa siku alinihadithia habari ile ya Dodoma. Kaviaje? Akaviaje? Tatizo ni serikali tatu. Mwinyi anataka nani? Si kwa nini nimependa mzee Mwinyi? Abu Jumbe alikuwa anataka serikali tatu. Na Mwalimu yeye msimamo wake serikali mbili. Labda kwa mbele tuende kwenye serikali moja. Sasa yeye alikuwa ametayarisha barua na alitayarisha mgana mmoja mwanasheria Bashir Swanzi. Sasa ile barua ilipotea kwenye ofisi yake ile. Anasema nimeshtukia ile barua anayo Mwalimu mkononi. Anasomea kifungu baada ya kifungu. Anasema Mzee Jumbe akiwa katoa Mzee Jumbe akihadithia hii yeye alithia kwa njia ya kukuchekesha. Asema Mwalimu ile barua kashika hivi. Kama vile mtoto umempa Mwanaserere unataka kumnyang'anya. Sasa naomba hebu soma na kipindi wewe unasoma vifungu unavyopenda. Soma na hivi vifungu vingine. Mwalimu hataki. Anasoma vile anavyotaka yeye. Na na Mwinyi na sijui kwa nini mtaka Mzee Mwinyi kanikana namna hii Abu Jumbe akawa hana watu unajua Mwalimu wewe huwezi kushinda. Mwalimu alikuwa na nguvu. Wewe huwezi kumkabili mwenyewe Mwalimu uso kwa macho ukapambana nayo. Katika historia yangu mimi ya kumjua Mwalimu, unajua kama sijisifu kinakwambia, unajua kama maktaba hii yangu hapa ni maktaba ya pili kuwa na nyaraka zilizosheheni historia ya Mwalimu. Unajua hilo? Hujui? Unakiona kitabu hiki hapa?
Unakiona kitabu hiki historia ya Mwalimu Nyerere? Julius Nyerere. Katika watu waliohojiwa kuhusu maisha ya Mwalimu Nyerere, mimi mmoja wapo. Na hii ni zawadi ulinipa kwa zile juhudi zangu. Nimefanya, asante. Walikaa pale Profesa Shivji, Profesa Said Othman na Dr. Ngozi Kamata. Tumezungumza, tumefanya mazungumzo mara 2. Basi walipoandika kitabu hicho kasema tumetembea maktaba zote nyingi, lakini maktaba 3 zimesheheni habari za Mwalimu Nyerere. Maktaba ya kwanza ni ya Dr. Ahmed Salim Ahmed, Salim Ahmed Salim, na maktaba pili ya Muhammad Said. Unamjua Muhammad Said? Ya 3 Brigadier General Hashim Bita. Sawa kabisa. Watu wazito. Sasa Mwalimu, mimi kuna mambo mengine sijasema. Katika historia yangu mimi nawajua watu wawili tu ambao walikabiliana na Mwalimu nipe nikupe. Nipe nikupe. Nani? Wa kwanza Bititi Mohamed. Mwaka 63. Alafu 68 tena. Wa pili anaitwa Schneider Abdullahi Plantan. Schneider Plantan yeye katika watu walifanya TAA ile waingie vijana watoe wazee, yeye ndo alisimama kindaki. Tena president kakake Mwalimu Thomas Plan akamwambia, kaka ondoka, pisha kiti hichi wakae vijana bwana, si nataka kudai uhuru bwana, nyinyi mwezi kazi. Amenyoka hivi. Wakatoka ndo kuingia president Dr. Vedasto Kiaruzi na secretary akawa Abdul Wahid Saiksi. Sasa miaka ikienda wakaja kugongana Schneider na Mwalimu. Schneider kawekwa kizuizini. Siku alipotoka alikuwa kwa Mwalimu. Ilikuwa kazi siku hiyo. Tutasema kwa siku tutafanya kipindi maalum. Schneider. Hizi ndio historia ambazo watu hawazi Sizipati kokote hivi. Huwezi kwa sababu mimi naweza, kwa sababu ni wazee wangu, ni mambo yako mle ndani ya nyumba unayajua tu. Hata kama hata ukuyatafuta utayajua. Na ndio maana mimi lazima niwepo hapa. Sasa hii ndio hali kuwa Mwalimu ulikuwa huwezi, manake mtu huwezi kupambana na Mwalimu ukatoka umeshinda. Yaani umshinde Mwalimu. Ngumu sana. Naweza kusema nyingine ni huyo 3 ni Mwalimu alipopambana na Bilal Rehani Wakila mwaka 63. Lakini yeye alikuwa Mwalimu anasikiliza tu, Bilal anasema maneno mazito kabisa. Sasa akashindwa Abu Jumbe, akaamba juzulu. Katika hali kama hiyo huwezi kuendelea kwa kiongozi. Basi tena wanasema iliyobakia ni historia. The rest is history. Sawa kabisa. Sasa hii tutakuja kujua undani wake. Ni jambo la kulipa muda tu. Na sengine yeye nchi mwenyewe amekuwa kimya, ile busara kuwa huu si wakati wa kusema sana, kwa sababu bado tunaye kwani kujiuzuru kosa bwana. Unampisha mtu mwingine anakaa kwenye kiti, unaendelea. Kazi iendelee. Pengine ujumbe wako hasa kwenye hili hasa, wewe kama mzee unalipi hasa watu waende na neno lipi hasa kutoka kwako? Victor, mimi ndio kwa pato na saa bwana, mimi nishakuelezea na tosha. Mimi neno lipi lolote wazee kama nyinyi mkitamka watu wanawasikiliza. Sasa hili mimi nitasema kwa jumla tu kwa lakini nani nataka kusikiliza, manake kwa kawaida, kwa mfano mimi ningekuwa na sauti katika mamlaka, niko na mamlaka katika hizi vyombo vitu vya habari huru hivi, mitandao hii. Kikija kitu kama kile kwa makamu wa rais amejiuzulu, na bana kwanza nisikilize serikali inasema nini. Wakishatoa taarifa na mimi napeleka ile. Sasa natoa taarifa wenyewe. Sengine wenyewe sisemu wamekaa kimya ile kwa kuchukia. Kwa hiyo utafanya hivyo. Labda ongeza shukuru kwa wamejibu. Kama hawajasema chochote ungefanya nini sisi?
Wana uwezo huo. Kweli. Wakisema si wanajitia wao ndio wanajiita kimbele mbele, wanajua habari sana. Basi sisi tunakaa kimya. Watawauliza sema sisi tunaona kwenye mitandao. Wangesema hivyo na sisi tunaona kwenye mitandao. Kuna viongozi ambao mwalimu alishia kumletea labda kwamba wanataka wajiuzuru afa akakatalia. Wao inatokea hiyo. Sikumbuki kama nye mwalimu alipata kumwambia mtu jiuzuru. Mwalimu watu wakimjua, labda nitakupa ya Edwin Mtei. Edwin Mtei aliwapeleka Benki ya Dunia kwa mwalimu kuzungumzia wakati hali ya uchumi ngumu. Mwalimu hakupenda. Hakupenda. Yeye Mtei mwenyewe aliporudi ofisini katika barua kujiuzuru bila mwenyewe mwalimu kumwambia. Inawezekana vitu kama hivyo viko vingi lakini wenyewe hawasemi. Unasikia tu kwa mwalimu barua ikafuata tu kwa huyo mtu hayupo tena. Ana yeye mwenyewe basi imekwisha. Lakini alikuwa wakataliwa tu kama ameandika barua kujiuzuru kwa mwalimu anamwambia bana wewe endelea. Mimi nani kajiuzuru wakati wa mwalimu? Sikumbuki mimi. Akakataliwa. Sikumbuki nani. Sikumbuki. Baki nakumbuka nani alijiuzuru kwa ajili ya maradhi Sokoine akaenda Yugoslavia nadhani kutibiwa. Lakini hizi unajua wakati wa mwalimu kila kitu kwa kimenyoka manake alikuwa hakuna hizi zigzag hizi. Unatamani tupate kiongozi wa namna gani anasema kama Harris? Hapana, kiongozi ni kuwa mkuja nikwambie wala si mambo ya kulaumiana. Nchi yetu tumepitia kipindi kigumu sana. Tumekuwa na shinikizo la kuweka sheria ya ugaidi. Imetuletea matatizo makubwa sana. Haya tumepitia manake toka mwalimu amefariki tumekuwa na Rais Mwinyi kaja Benjamin Mkapa, Mkapa amekuja Kikwete amekuja Magufuli sasa amekuja Mama Samia miaka 5. Ni muda mrefu na lazima tutakuwa na mabadiliko. Na vyombo na uhuru umepanuka zaidi, demokrasia zaidi. Si unaona hapa tunazungumza baada ya serikali. Wakati mwalimu anaweza kuzungumza baada ya serikali usingeweza kwa sababu hali ilikuwa hivyo. Kwa hiyo si jambo ambalo lina jibu moja. Ni jambo ambalo la muhimu kuwa hii maridhiano hii. Lakini tuweke siku nyingine. Kuna haja kwa namalizia. Katiba. Ndio vitu vina kila saa watu wanapiga kelele hilo. Na jingine naweza kusema ni kuwa ni Afrika nzima ni kuwa serikali zetu ni nzito sana kusikiliza nje ya wao wenyewe. Wao nje ya wao wenyewe ni tabu sana kusikiliza kwa wao wanasema nini. Na unaposikiliza watu wengine na wewe unapata fikra mpya inaweza kukusaidia. Kwa hiyo hayo ndio mambo yalivyo bwana. Mzee wangu nikushukuru sana kwa wakati wako, umetuelezea katika busara kubwa sana, umetumia lugha ambayo ni nzuri, pia nikupongeze pia. Naamini pia leo tutazama sisi amejifunza na wala hajapata kila ambacho tumekuja kumsema mtu. Waswahili wanasema kumsengenya mtu ama kumsuta mtu. Hii ni elimu imetolewa hapa. Asante sana. Victor, napenda sana shiti lako zuri mshomao. Sana. Hii napata kuiga kutoka kwako. Kabisa. Napokuja kwako na lazima nijipange kidogo. Naamini hata wafuasi wako pia wana namna ambayo wakiniona na wafuasi wasikilizaji wetu sote. Sasa wasema mzee Mohamed unaona msofika kuja kwako amevaa kaptura. Kwa nini unamruhusu hivyo? Na mimi napata sheria zao. Lakini vizuri mimi sikukwambia waje kusema mzee watu wamelaumu sana. Vipi unamruhusu kuja kwako mzee? Kuja na penzi. Sasa wewe nakwambia wewe unakwenda kwa baba yetu umevaa kaptura wewe. Asante bwana. Asante sana. Asante. Naam, nilikuwa nazungumza na mzee wangu mzee Mohamed Saidi, tumezungumza mambo mengi sana. Bahati nzuri nilitaka nipate nyuma hasa hali ilikuwaje hasa, na ndio lengo la kuja kwake, na hapa ametupitisha huko nyuma hali ilivyokuwa ukilinganisha na sasa hivi, lakini kubwa amejaribu kuasa pia namna gani ambavyo mambo haya yakitokea
mamlaka ziendelee na kuhasa pia namna gani ambavyo pia tuchukulie kama sehemu ya uongozi katika mambo ya uongozi, mambo kama kutokea ni jambo la kawaida. Kwa hiyo tusubiri mamlaka zizungumze ni nini kitatokea, makamu wa rais ambaye atatajwa pia, tusubiri mamlaka zizungumza nini, na basi tutampokea. Naamini serikali ni sikivu na tutalitoa viongozi ambao pia watakuwa na kwa ajili ya kujenga taifa letu la Tanzania. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera ya Kopo Riziki bwana. Asante kwa wakati wako.